Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia Young Africans na Simba Sport Club, kwa kile ambacho shirikisho la soka nyumbani Tanzania TFF limeweza kukitangaza ni kuhusiana na ratiba mpya ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ikiweza kuhusisha dabi ya Kariakoo. Je, dabi hiyo ipo na inarudiwa kwa mara nyingine tena? Majibu yote nimekusogezea hapa kwa kile ambacho kimeenda kutangazwa. Kila kitu sasa hivi kiko hadharani kabisa. Utakwenda kujua yale maamuzi ambayo ameweza kuyafikia shirikisho la soka Tanzania pamoja na bodi ya ligi juu ya kuweza kutangazwa kwa ratiba hiyo mpya. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, mara baada ya dabi kuweza kuahirishwa, mambo yakawa yameweza kutokea mengi hapa katikati, ikiwemo klabu ya Simba kugomea ratiba hiyo, lakini pia Young Africans kugoma mchezo huo kuweza kurudiwa tena, ambapo wamesema ya kwamba wao watacheza katika hiyo dabi kwa sababu tarehe ilipangwa na kila kitu kikawa sawa, ila kwa makusudi klabu ya Simba wao waligomea kucheza mchezo huo. Kwa hiyo Young Africans wao wameshajitoa kabisa katika hilo sakata la kurudiwa kwa dabi ya Kariakoo. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, hatimaye shirikisho la soka nyumbani Tanzania TFF wameweza kufunguka kwa kile kilichoweza kutokea, huku wakiweka bayana sababu kubwa ya kilichoweza kutokea ni kutokuwa na maelewano baina ya pande mbili juu ya kile kilichoitwa kutumia kanuni ya klabu ya Simba kuweza kufanya mazoezi katika mchezo huo, ambapo klabu ya Simba wenyewe hawakutoa taarifa yoyote kwa Young Africans kama watakwenda kutumia uwanja huo, huku Young Africans wao hakika msimamo mkali, hakuna kuingia mtu kwa sababu hamkutupa taarifa ya kile mnachotaka kwenda kukifanya ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao kila mmoja alikuwa akiweza kuhitaji kuingia kwa viongozi wa Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja huo. Unaona bana, sasa kwa kile ambacho kimeweza kutokea, unaambiwa klabu ya soka ya Young Africans wao waliweka bayana kabisa, wakisema ya kwamba hawatashiriki mchezo namba 184 wa dabi dhidi ya Simba hata kama bodi ya ligi itapanga tarehe nyingine. Msimamo wetu wa klabu tupo tayari kuipigania haki yetu ya msingi hata nje ya Tanzania Football Federation, yani TFF. Rais Engineer Hersi Said, maamuzi makubwa ambayo ameweza kuyafanya, ambapo kwa klabu ya Simba Sport Club wenyewe kwa kile kilichoweza kutokea mara baada ya kuweza kugoma kucheza mchezo huo, mlengo wao ama malengo yao ni yapi, ama kusudio lao ni lipi kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo afisa habari wa klabu ya Simba hapa nazungumzia Ahmed Ali, yeye ameweza kufunguka msimamo wa klabu ya Simba uko vipi kuhusiana na wao kurudiana na Young Africans mara baada ya tarehe ile mpya kuweza kutangazwa na Young Africans kuenda kuwagomea Simba. Unaona bana, ambapo Ahmed Ali anasema ya kwamba dabi ipo ila wala lisiwatie mashaka. Tukifuatilia taarifa ya bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa ligi yetu, wameweka wazi kwamba wataupangia mchezo huu tarehe nyingine. Kwa hiyo dabi ipo, ni vyema na nyie mkawaambia watu kwamba dabi ipo pale pale, amesema Ahmed Ali akiweza kuzungumzia kile ambacho kipo.
kwa sababu kulikuwa na mkanganyiko. Je, Simba watacheza mchezo huo? Kwa sababu walitangaza kupitia hapa nazungumzia huyu alikuwa ni moja kati ya watu wa bodi ya klabu ya Simba, waliweza kusema ya kwamba hawatoshiriki mchezo wote wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka pale maamuzi atakapoweza kufanyika. Alikuwa ni Cletus Magoli, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Sport Club, alipokuwa akiweza kulizungumzia sakata hilo. Lakini sakata la Simba na Yanga ni mbingu na ardhi kulinganisha na kilichotokea kwenye dabi ya Misri. Hakuna mahali Yanga watapata alama 3 za mchezo wa dabi. Hii sio kauli yangu. Kivyo vyote mchezo utarudiwa baada ya tarehe mpya kupangwa na bodi ya ligi. Hii si kauli yangu, ni kauli ya Geoffrey, mchambuzi huyo wa soka, akiweza kuliweka bayana hilo swala. Lakini kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba klabu ya zote mbili Simba na Yanga, kwa mujibu wa taarifa za ndani ya bodi ya ligi, inaelezwa kwamba ratiba ya ligi kuu ya soka Tanzania bara itaendelea kama ilivyo kawaida, na wamepanga mchezo wa Simba na Yanga ndio utakuwa ni mchezo wa mwisho katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Utakuwa ni mchezo wa mwisho katika dabi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na ndio mchezo ambao utakwenda kufunga endapo sasa katika klabu hizi mbili zikifanikiwa zote kwenda hivi ambavyo zinavyoenda mpaka sasa, kila mmoja akishinda mechi zake mpaka wakati wa hiyo dabi, basi klabu hizo mbili zitakwenda kukutana kama fainali, ambayo ndio itakwenda kutoa mshindi kama Young Africans wakikubaliana kwenda kucheza dabi hiyo, ambayo inaonyesha zaidi ya kwamba Young Africans hawahitaji. Lakini sambamba na hayo, klabu ya soka Young Africans wao wanataka alama zao 3 pamoja na magoli 3 kama vile ambavyo kanuni inaeleza, huku akiweza kusema ya kwamba si tu magoli 3 na pointi 3, bali wanachokitaka haki itendeke, na wameandika kabisa barua yao kuelekeza bodi ya ligi kwamba wanatoa saa 72 waweze kupatiwa majibu hayo ya alama 3. Lakini pamoja na hayo ambayo wameweza kuyatoa, wanadai shilingi milioni 54 kama fidia ya maandalizi ya mchezo wa dabi kwa kile kilichoweza kutokea, alafu watu wakapita hivi wakagoma kuja katika uwanja. Unaona bana, wanahitaji kuweza kulipwa hizo gharama zao ambazo walizozitumia katika maandalizi. Hivyo tofauti na hapo, hawatakuwa na lingine zaidi ya kusogea katika mamlaka za juu ya soka kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Huku klabu ya Simba yenyewe imetulia tuli kwa sababu walichafanya yao bodi na shirikisho wenyewe wakaweza kuwailisha mchezo. Hivyo basi wanasubiri tu kuweza kusikia vita iliyopo kati ya Young Africans pamoja na TFF, kwani kila mmoja kwa sasa akiweza kushuhudia kile ambacho kinachokwenda kutokea. Tusubiri kuweza kusikia mamlaka zenyewe zitakuja na tamko lipi juu ya mchezo huu mkubwa kabisa wa dabi.